Ujerumani inatangaza kujenga jeshi lake kuwa na nguvu zaidi katika bara la Ulaya. Huu ni mswada mpya uliotolewa na kansela wa Ujerumani Friedrich Merz. Ujerumani inataka kuona kwamba katika eneo la Ulaya inakuwa taifa lenye jeshi kubwa na lenye silaha za kisasa na za hali ya juu. Mwaka huu kansela wa Ujerumani Friedrich Merz aliahidi kwamba lazima atahakikisha Ujerumani inakuwa na jeshi lenye nguvu zaidi katika bara la Ulaya. Agizo refu kwa nchi ambayo jeshi lake limepuuzwa kwa miaka mingi. Serikali ya muungano inatumai mswada mpya uliokubaliwa wiki iliyopita utasaidia kufanya hili kuwa kweli, kuimarisha vikosi vya Ujerumani katika kukabiliana na tishio linaloonekana kutoka kwa Urusi na mabadiliko makubwa katika sera za kigeni za Marekani. Ujerumani imeona kwamba moja kati ya jambo ambalo limekuwa ni tishio kwa sasa ni taifa la Urusi kuendeleza vita na kuanzisha vita, ikiamini kwamba huenda katika mwaka 2026 ama 27 Urusi itaanzisha vita katika taifa hilo la Ulaya. Lakini pia kwa sasa wanaona Marekani hayawezi kuyasaidia mataifa ya magharibi, hasa pale yatakapokuwa chini ya uvamizi wa Urusi, licha kwamba ndiyo kiongozi katika NATO. Mageuzi mapya yatashuhudia Ujerumani ikijaribu kuongeza idadi yake hadi wanajeshi 260 kutoka karibu 180 hivi sasa, pamoja na askari wa akiba 200 zaidi kufikia mwaka 2035. Katika tukio la kwanza inazungumziwa uandikishaji wa hiari na motisha kubwa kwa wale wanaojiandikisha, ikijumuisha mshahara wa kila mwezi wa kuanzia euro 2600 sawa na dola 3000, ongezeko la euro 450 kutoka katika kiwango cha sasa. Kwa maana hiyo Ujerumani inataka kwanza kuongeza marupurupu katika wanajeshi wake, lakini pia kuongeza nguvu kubwa kwa ajili ya kuona ni jinsi gani unaweza kuingia na kupata motisha katika jeshi hilo. Ikiwa upendeleo mpya hautafikiwa, serikali itakuwa na chaguo la wito wa lazima inapohitajika. Kuanzia mwaka ujao, vijana wenye umri wa miaka 18 watapokea dodoso kuhusu nia yao ya kutumikia jeshi. Kwa wanaume kujibu hili itakuwa lazima kuanzia mwaka 2027. Wanaume wenye umri wa miaka 18 pia watalazimika kufanyiwa uchunguzi wa lazima wa kimatibabu. Hii inakuja wakati utawala wa Trump ukionya kwamba Ulaya lazima iwajibike kwa usalama wake wenyewe. Vita vya Urusi nchini Ukraine vinavyoendelea kupamba moto, na wataalamu wa eneo hilo wanapendekeza kwamba Moscow inaweza kuvamia taifa la NATO. Wachambuzi wa mambo wanasema kwamba mpango huu wa nchi za Ulaya ni mpango ambao kwa namna moja utaweza kuwalinda wenyewe dhidi ya uwezekano wa mashambulizi wanayoyataja mara kadhaa kutokana na kazi kubwa za kijasusi, licha ya kwamba wakati mwingine ni maneno ya propaganda na ni mipango kwa ajili ya kuwaonyesha wananchi namna wanavyoweza kujitoa katika utegemezi wa Marekani katika suala la ulinzi na usalama. Ikiwa mipango ya kufikia idadi mpya ya wafanyakazi itatekelezwa, itakuwa nzuri kwa Europa, lakini hiyo inaweza kuwa wakati mwingine katika miaka ya 2030, ilielezwa taarifa hiyo. Ikiwa hii inatosha hivi karibuni, lakini bado haijaonekana. Mkuu wa ulinzi wa Ujerumani Jenerali Carsten Breuer alisema katika mahojiano ya June na shirika la habari la BBC kwamba NATO inapaswa kujiandaa kwa shambulio linalowezekana la Urusi ndani ya miaka 4 ijayo, labda hata 2026 au 27 na hata 2029, akizitaka nchi wanachama kuwa tayari. Kabla ya mswada huo mpya, washirika wa muungano wa chama cha kihafidhina cha Christian Democratic Union CDU na chama cha mrengo wa kushoto cha Social Democratic Union SPD walikuwa wamezozana kwa wiki kadhaa kuhusu aina gani ya huduma za kijeshi inapaswa kuanzishwa. Wazo moja lilikuwa kuandikishwa kwa mtindo wa bahati nasibu, ambayo ingekuwa na draw inayotumia